Bila shaka msikilizaji na mtazamaji wa Upendo TV, ni matumaini yangu ya kwamba ujambo uweri wa afya. Tupe kidaki tuweze kukupa yale ambayo endelea kabisa kupitika katika mitandao ya kijamii kulingana kabisa na kile ambacho yamkini unakifahamu. Kuna mchezaji kabisa maridadi sana wa klabu ya Simba Msimbazi, wanajiita Msimbazi hapo Tanzania, Dar es Salaam, East Africa. Bila shaka mchezaji huyo bana alipoteza baba yake aitwaye kwa jina la Prosper. Bila shaka mchezaji huyo anaitwa kwa jina la Kibu Dennis. Ni mchezaji kabisa wa Simba, lakini pia anachezea pia taifa ya Tanzania bana, Taifa Stars hapo Tanzania. Bila shaka nataka nikupe kabisa kidogo ambayo yamkini ulikuwa ufahamu kulingana na mchezaji huyo. Bila shaka amepoteza kabisa babaye. Sasa anashambuliwa na watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii kwamba itakuwaje kabisa kose kabisa kumjengea baba yake nyumba hapo kambini Nyarugusu la Kasulu mkoani Kigoma. Maana baba yake kabisa fariki, lakini pia lazima azikwe katika mazingira ambayo yanayoonekana. Lakini Kibu Dennis ni mkimbizi. Ijapokuwa katika hali ya sitofahamu klabu ya Simba uweza kabisa kumchukua aweze kabisa kuchezea pale, lakini Kibu ni mkimbizi, na ifahamike kwamba katika sheria ya mkimbizi hairuhusiwi kabisa kuweza kujenga nyumba ya kifahari au kufanya jambo ambalo labda takuwa kabisa kinyume na maadili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka hawaruhusiwi kabisa kujenga majumba ambayo yamkini ya nyumba ya kifahari na kadhalika kulingana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye upande wa wakimbizi. Kwa hiyo Dennis Kibu hakubahatika kabisa kuweza kumjengea babake nyumba kulingana na hali ya hivyo, lakini ingekuwa kama yuko nyumbani labda Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo angelifanya hivyo kwa sababu ni nyumbani, lakini hairuhusiwi hapo kambini. Kumbuko ya kwamba Kibu alikuwa ni mkimbizi bana. Kwa hiyo ni sababu mojawapo ambayo ilifanya kabisa Kibu aweze kabisa kukosa kumjengea baba yake nyumba. Bila shaka Kibu anashambuliwa sana, lakini pia tuangalie kwamba mpaka sasa hapo Tanzania hawaruhusu kabisa vyombo vya moto ikiwemo pikipiki, gari, hata na baiskeli bana kuweza kabisa kufanya kazi katika upande wa wakimbizi. Kwa hiyo labda Kibu angechukua nafasi labda ya kuweza kumnunulia babaye labda pikipiki au gari, lakini sasa hivi atamnunulia atavipeleka wapi? Kulingana na hali hapo Tanzania sio nzuri. Sasa hususani wakimbizi hapo wanaishi katika hali mbaya, hali ambayo sio nzuri, maana wamenyanganywa hata kabisa vitendea kazi, yamkini labda pikipiki, baiskeli. Sasa watafanyaje? Bila shaka hiyo hapo ni sababu mojawapo ambayo ilipelekea huyo kabisa mchezaji mahiri wa klabu ya Simba Sport Club hapo Simba Tanzania, East Africa, Dar es Salaam. Bila shaka wazee wa Msimbazi bana. Bila shaka Kibu ni kijana ambaye anafanya vizuri na mpaka sasa anafanya vizuri, lakini amekwenda kabisa kumpoteza babaye. Unavyokwenda kujua ndivyo ilivyo. Mzee Prosper kabisa ametuacha, lakini Kibu anashambuliwa na watu kwamba itakuwaje akose kumjengea babaye nyumba, na itakuwaje kabisa aweze kuachia babaye labda urithi labda wa nyumba na kadhalika. Naona kwamba hiyo hapo ni ngumu kwa kuweza kabisa kumshambulia mchezaji huyo, maana hana usemi bana. Ikumbuko ya kwamba alikuwa mkimbizi, ijapokuwa kwamba sasa hivi kabisa yuko Tanzania. Siwezi nikajua kama ameshabadilisha uraia, lakini alikuwa ni mkimbizi, ijapokuwa hata yeye hayupo hapo katika kambi ya wakimbizi, lakini babaye alikuwa pale katika kambi ya wakimbizi, na hapo ndipo mauti ilikwenda kabisa kumkuta. Kwa hiyo Kibu haruhusiwi kuweza kabisa kuachia mjengo mkubwa kama wanavyokuwa wakiachia wakina Harmonize, wakina Diamond, wakina Mwijaku, wakina Baba Levo na wengine kibao. Lakini kwa upande wa Dennis Kibu haruhusiwi kufanya hivi kulingana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania bana, kwa upande wa wakimbizi hairuhusiwi kabisa kuweza kujenga mjengo wote ambao yamkini labda mjengo wa kifahari. Hiyo ni sababu mojawapo ambayo ilifanya mchezaji huyo mahiri Kibu Dennis kutokumjengea babaye nyumba. Maana yule msemaji kabisa wa Simba Sport Club aitwaye Ali Ahmed alifika hapo Tanzania mkoani Kigoma la Kasulu. Alikwenda kabisa kujionea mazingira ambayo babaye alikuwa akiishi pale sio nzuri, ina maana hali ni mbaya sana, ndivyo kabisa ilivyo, na hususani unavyojua kwamba labda alikwenda na taarifa mbaya kule kwamba hali ambayo ilikuta kule sio nzuri. Sasa ni jukumu la wanasimba kuweza kuangalia namna gani sasa ya kuweza kumfuta Kibu machozi. Ifahamike ya kwamba babaye ameshatoweka, ameshatuacha, lakini pia ana ndugu, jamaa na marafiki ambao amewaacha, hususani kwa upande wa familia ya
bwana Dennis Chibo, ambapo ni mchezaji kabisa mahiri wa Simba Sport Club nchini Tanzania, East Africa, Dar es Salaam. Kwa hiyo ningeomba kabisa uongozi wa Simba Sport Club wangeweza kabisa kuika chini waangalie namna gani ya kuweza kabisa kusaidia familia ya ndugu huyo. Japokuwa najua kwamba kuna baadhi ambao wameshia kuja Marekani, lakini kuna wengine ambao wako hapo. Kwa hiyo jambo kabisa la serikali kuweza kuangalia pia kulingana na hali ambayo wanapitia wakimbizi kwa sasa, maana sio nzuri. Hali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuangalia namna gani ya kuweza hata kuwafuta baadhi kabisa ya vikwazo ambavyo vimeweka hapo kabisa, kwa sababu mpaka sasa hali ambayo wanaopitia sio nzuri. Yamkini labda kutokula vizuri na kadhalika, hata pia vyombo mbalimbali vya kuwasaidia kuweza kukizi mahitaji. Kwa hiyo ningeomba kabisa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uweze kuangalia namna gani ya kuweza kabisa kusaidia wakimbizi. Pengine hali ingelikuwa kama ni shwari hapo, yamkini labda Kibu angefanya jambo nzuri kwa ajili ya kuweza kabisa kumsaidia babaye, lakini naona hali kwa sasa kambini Nyarugusu katika mkoa wa Kigoma wilayani Kasulu hali sio nzuri kulingana na hali ambayo anapitia wakimbizi kutoka hapo Tanzania wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Bila shaka sina la ziada, nitaka nikupe taarifa hiyo uweze kabisa kujua kile ambacho kinachoendelea katika kambi ya wakimbizi iliyopo wilayani Kasulu mkoani Kigoma Nyarugusu, kulingana kile kilichomkuta kabisa mzee wetu Prosper kifo. Ina maana ametoweka kabisa, amechuacha na ameshazikwa. Kwa hiyo Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Lakini pia tuweze kabisa kushukuru uongozi wa Simba Sport Club kwa kuweza kabisa kumtuma msemaji Halemed kuweza kabisa kuangalia namna gani ya kuweza kabisa kusaidiana katika kuweza kumzika baba Kibu, baba yetu bana. Kwa hiyo nakushukuru sana, niseme asante na bye bye. Niite mtangazaji wako Upendo Kiza wa Upendo TV bana. Napatikana nchini Marekani kwenye jimbo la Ohio. Nataka kabisa tuweze kushare 1 2 3 kulingana na kile ambacho kinachoongelewa kulingana na mchezaji mahiri wa Simba Sport Club Kibu Dennis. Bila shaka ndiyo hayo. Basi naamini kuomba pia unaweza kabisa kufuatilia mtandao wetu wa kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, lakini pia TikTok, na tupo pia kwenye YouTube. Unaweza kuandika Upendo TV. Bila shaka endapo ni mara yako ya kwanza kucomment na kusubscribe, unaweza ukafanya hivyo ili kabisa unapo subscribe utakuwa wa kwanza kupata notification zetu tunapokuwa tayari kuweza kabisa kutoa matangazo yetu. Bila shaka tuseme asante, alamsik, bye. Sikiliza mafundisho ya dini, habari za kiroho, michezo na burudani kupitia chaneli yetu ya Upendo TV. Subscribe leo uendelee kujifunza na kulipokea neno la Mungu.